عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم aliswali mtumi. Qala Ibrahimu rawi, amesema huyu Ibrahimu alopokea hii hadithi, an Alqama arrawi, amempokea Alqama ambaye pia ni rawi wa hadithi hii, an Ibn Mas'udi, kumpokea Ibn Mas'udi akasema la adri, sijui, zada au nakaswa. Mtume asema sijui nimezidisha au nimepunguza katika swala yangu. Falamma sallama, alipopiga salamu mtumi, qila lahu ya Rasulullah, walimwambia ahadatha fi salati shay'un, kumezuka kitu kwenye swala? Kala, mtume akamwambia wa madhaka, kuna nini? Kwani kumetokea nini? Kalu, wakamwambia swalaita kadha wa kadha, wewe umeswali kadha wa kadha, manake raka kadha, ima ni 3 au ni 4. Fathanna rijlaihi, mtume akainua akakundua nino guu lake. Wastaqbala alqibla, akaelekea qibla. Wasajada sajdataini, akasujudu sijda 2. Thumma sallama, kisha akapiga salamu. Falamma aqbala, alipoelekea, alaina biwajhihi, kwa uso wake, aliwaambia annahu law hadatha fi salati shay'un, lau kwa kulizuka kitu kwenye swala, lanabatukum bihi, ningewaambia kwamba kumezuka kitu kipya. Walakin yataka ujue, innama ana basharun mithlukum, mimi ni binadamu kama nyinyi. Ansa kama tansauna, nasahau kama musahau wa nyinyi. Fa idha nasitu fadhkuruni, nikisahau nikumbushani. Wa idha shakka ahadukum fi salatihi, mtu akifanya shaka katika swala yake, faliyataharra, uhakikisha, ushika ile ambayo kwamba iko alosibu. Faliyataharra as-sawab, ataishika ile ambayo kwamba yeye ameitegemea. Falyutima alayhi, aitimize. Thumma yusallim, kisha apiga salamu. Thumma yasjudu sajdateni, kisha atasujudu sijda 2. Hadithi hii tufahamishwa kwamba mtume alisujida sijda tisawi baada ya salamu. Mtume alisahau. Katika hadithi ya Dhulyadaini alisujudi sijda tisawi, kisha akapiga salamu. Kwa hivyo ndo kaona Maliki na Hanafi, wao Hanafi ni baada salamu, Maliki ni kabla salamu na baada salamu, kama alivyofanya mtume. Hanbali pia ni
hivyo hivyo kama Maliki. Shafi asema la, mimi nimeishika ile kauli ya kabla salamu, kwa sababu kwanza Mtume alifanya, kisha si tu imeitwa sidatu sahwi kwa kuwa umesahau wewe. Sasa umaliza swala kisha unapiga sahau, ndio Shafi kwanza kwake utasujudu sahwi kisha upiga salamu. Ukipiga salamu ushatoka kwenye swala. Shafi wasema ukitoka kwenye swala waweza kupiga simu sahau kwa sababu umesahau, lakini usipige sidatu sahwi baada ya kuazimia kupiga salamu kisha sidatu sahwi. Na hapa Mtume asema lau hadatha fi salati shay'un, lau kumezuka kitu kingine, mara zimepunguzwa rakaa, lanabatukum, ningeliwaambia swala ni zile zile, hakukutokea lolote, lakini mimi walakin innama ana basharun mithlukum ansa kama tansauna, nasahau kama sura nyinyi musahau. Kisha akatia akasema faidha nasitu, nikisahau fadhkuruni, musinambie baada ya kusahau kumaliza kila kitu, yatake fadhkuruni. Feya ni ya fasiha hapa, papo kwa papo utapiga subhanallah. Kisha Mtume asema wa idha shakka ahadukum falyataharra as-sawab, ataangalia yeye, atashika ile ambayo kwamba yakini yake yamwambia, na ikiwa ana shaka ataangalia maamuma alioko nao. Ikiwa adadu tawatur ni wengi wampiga subhanallah, atafuata wale wengi. Ndio faliyatahara as-sawab, faliyutima, utatimiza. Kiwa 3 utatimiza ya 4. Lau imamu ametoka kwenye rukuu amekwenda kwenye kusujudu, akaketi na watu wakaketi, watu waloketi, ikiwa yule imamu ameswali raka 3 akaona ameswali 4, au pengine ameswali 4, ile kwenye rukuu akitoka itakuwa ya 5 ile. Maamuma hawajui, wao mfuata tu, wengine wana mambo yao hawajui kamwe. Hata ukiswali 10 wao takabari hawana, wafuata zile takbiri. Lau kama ajua mmoja, huyu answali 5, huyu hii ya 5 sisi tuendayo, akamfuata imamu swala yake ni sahihi, yeye alomfuata ashavundika swala, kwa sababu yeye ajua faliyataharra as-sawab, atafuata ile yakini yake iko wapi. Wewe jua ni ya 5 kisha umfuate, yatakosimfuate pale, una hakika, kwa sababu ni wewe mwenyewe umeona. Katika sharia
hakuna masala ya kufuata. Wewe umeona ni kwamba umepata. Ikiwa waona kwamba huna hakika imamu, wamfuata imamu, hapo sawa sawa. Hata kwenye mwezi 29 Shabani, papa tunauona mwezi wazi ule mwezi, hakuna mtu alouona. Kadhi ankataa kusikiza mwezi wako, wewe ni lazima ufunge kwa sababu umeuona. Hakuna masala ya kumfuata kadhi. Hafuatwi kadhi, hufuatwa kadhi ikiwa wewe hukuona na kadhi atasikiza maoni ya watu na watu hawakuona, akasema kesho tutatimiza 30, pale utamfuata kadhi. Lakini umeuona, hakuna cha kumfuata. Lazima wewe ufunge kwa sababu wewe umeushuhudia mwezi. Faman shahida minkum shahra, shahida bimaana alhudhuri, umeuona. Kushuhudia ni hivi, with a naked eye. An Umar radhiyallahu anhu qala, sasa Sayyidina Umar asema, wafaqtu rabbi fi 3, Mungu ameafikiana na mimi mara 3. Riwaya nyingine mara 5, riwaya nyingine mara 20. Qultu ya Rasulullah, nilimwambia Mtume, lau takhadhna min makami Ibrahima musalla, alitamani kwamba pale tuswali kabla haijaja. Hii ni bid'a ya Umar. Sayyidina Umar alitaka makamu Ibrahimu watu waswali kabla Mtume hajaambiwa. Mwenyezi Mungu pale akateremsha, wattakhidhu min makami Ibrahima musalla. Yeye alitamani, aliomba, aliona mahali kama hapa yataka tusujudu sisi, kuona ule utukufu wa Mwenyezi Mungu na ile miujiza ya Ibrahim kubakia namna ile, nyayo zake ziko pale. Akamwambia Mtume, natamani utupe ruhusa tusujudu hapa. Ikateremka aya, wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Si kitu chochote kwamba lazima kifanye Mtume. Yule alitaka, Qur'ani ikamwafiki. Yule alitaka kuswali tarawehe na akamweka Ubay bin Ka'b na maswahaba wote wakamfuata huyo Umar. Basi musiswali pale makamu Ibrahim kwa sababu alotaka ni Umar, na Umar alitaka tarawehe. Hamutaki kumfuata kwenye tarawehe, mtaka kumfuata kwenye makamu Ibrahim. Kitu kikifanywa na swahaba na akakiridhia Mtume, akaona tu hata asikiridhie, kimekuwa sunna. Sayyidina Bilal, Mtume alipokwenda Isra na Miaraji, alisikia katwa za mtu, akamwambia yeye Jibril, nani huyu?
Akamwambia, huyu ni mmoja katika watu wako Bilal, yuko peponi. Akija Bilal akamwambia, bwana, jambo gani lilikupeleka peponi mbele wewe untushinda? Akamwambia, sijui ya Rasulullah. Umefanya kitu gani wewe? Vitu ni hivi ufanya wewe, mimi ngikuona ufanya tu. Kuna kitu wewe wafanya mimi sijafanya. Akamwambia, Rasulullah, mimi kila nikitawadha uswali rak'ataini. Ambia, hilo ndo lilikupeleka wewe mtu peponi mwanzo. Sunnatul wudhu zile hakuswali Mtume, aliswali Bilali, kisha Mtume akaiweka kwa sababu Bilali alisa. Kwa hivyo sahaba akifanya ni hujja. Wa ayatul hijabi, Sayyidina Umar alitaka, qultu ya Rasulullah, alimwambia Mtume, lau amarta nisaaka an yahtajibna, lau ungeliwaamrisha wanawake zako wajifinike. Maana Sayyidina Umar alikuwa na wivu. Fa innahu yukallimuhunna albarru walfajir, kwa sababu hawa wake zako huzungumza na muovu na mzuri. Hii fitna. Fanazalat ayatul hijabi, ikateremka aya ya hijab. Wajtamaa nisaa an-nabii fil ghairati alayhi, kumtilia dimu Mtume. Yuko bwana mmoja anaambia, mimi nimetoka dukani kwangu nkenda sinema Lamu, kenda pumzika sinema, kenda nkaketi sinema, kisha nkatoka nkenda zangu nyumbani, nkenda nkatiliwa dimu kwelikweli. Nkakasirika na mimi nitukuze mabili ya mataa na mabili ya... Nkatoka kwa asiri, nitasema nitakwenda kulala lodging. Mwanamke nisumbua tu, asema nikitoka papo mara namwona ami yako naye apigwa kelele na mwanamke na mkewe. Iliseda Ali Badawi, sema kumbe na mwenye pia ufanywa hivi hivi. Nkarudi zangu nyumbani. Asi na Mtume alifanywa, alitiwa dimu Hafsa na Aisha, wakakaa ngangari wakuno. Sayyidina Umar aliposikia mambo kama yale, kaambia, namna gani? Likamchoma, kwa nini basi hawa watila mbali wanawake? Ikateremka aya kuambia wanawake, asa rabbuhu in talaka kunna, manake walitaka ulimwengu. Wa in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha fata'alaina ummati'akunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Sasa Sayyidina Umar likamtia kero lile, akamwambia, waatile mbali. Mara Mwenyezi Mungu akateremsha aya kuwapa warning, asa rabbuhu, huenda Mola wako, intalaka kunna, ukawawata wewe hawa wanawake kwa kutaka makuu, an yubdila azwajan, akakubadilishia wake, khairan min kunna, bora kuliko hao. Jamaa wakashika adabu, bas. Alitaka Sayyidina Umar hilo, pia Mwenyezi Mungu akateremsha kuonesha fadhail za masahaba, hususan Umar. Wallahu wa rasuluhu alam.
faslun